Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Stella Mwagama, nimeokoka na mpenda Yesu. Napenda kuwakaribisha katika kipindi cha leo ambacho tutazungumza kwa kifupi kuhusu sifa na kuabudu. Napenda sana kipindi cha sifa na kuabudu. Kwa leo tutazungumza kwa sehemu ndogo sana kuhusu sifa na kuabudu. Na neno la kutongoza linapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka wa 13. Nao unasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama nasi tunavyowasamea wadeni wetu, na usutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Na nitakwenda kusimamia na mstari ule wa kwanza unaosema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Katika somo la sifa na kuabudu, tutaangalia jinsi Mungu anavyopenda kuinuliwa katika hali zote katika maisha yetu. Anavyopenda kuinuliwa na kuabudiwa. Na tunajifunza kumwabudu Mungu katika hali zote tunazokutana nazo katika maisha. Katika hali ya kuwa navyo, katika hali ya kupungukiwa, katika kujaribiwa, katika kufurahi, katika kuugua, katika kuwa na afya. Mungu ni Mungu mwenye wivu sana. Anapenda kuabudiwa katika mazingira ya aina yoyote yale. Kwa hiyo tunajikuta kama sisi watu tuliomwamini Mungu ambao tumeokoka, tumesema tunakwenda mbinguni, tunakuwa na kipindi ambacho tunajisahau kuweza kuliinua jina la Mungu na kuweza kumwabudu, hasa wakati ule tunapokuwa na mahitaji, tunapotaka kuyawakilisha mbele za Mungu. Mara nyingi utakuta tunaingia tu moja kwa moja katika kuomba. Ni kweli tunatakiwa tuombe katika mambo yote tunayokutana nayo, lakini Mungu anapenda kuabudiwa. Anapenda kuabudiwa. Ni kama wafalme wa dunia wanavyoabudiwa. Wanaabudiwa katika mambo mengi. Wengine wanainamiwa vichwa, wanasujudiwa. Vitu vingi mnajua mambo ya ufalme yanavyofanyika. Katika ufalme wa Mungu ni vile vile. Mungu anataka kuabudiwa. Tunamwabudu kwa namna gani? Tutaingia kidogo hapa katika hili eneo la kuabudu. Tutaingia kwa ndani kidogo tuone Mungu anataka tuabuduje. Kumwabudu tutazungumzia katika mapana ya maisha yako ya kila siku. Ni kitu gani kinachukua sehemu ya kwanza katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho unakipa nafasi ya kwanza katika maisha yako? Hayo nazungumzia maisha ya kila siku. Ni kitu gani unakipa nafasi ya kwanza ambacho kimefanyika kuwa ibada kikachukua nafasi ya Mungu? Kuabudu nakotaka tujifunze leo ni kuabudu ambako unapokwenda mbele za uso wa Mungu wakati huna hitaji lolote la kimwili. Ndio unaweza kuwa unahitaji pia, lakini nazungumzia kuchukua muda na kuutenga kwamba huu ni muda wa kukaa miguuni kwa Mungu, kuzungumza na Mungu, kumwabudu, kuyataja matendo makubwa ya Mungu, kuyasimulia makuu ya Mungu, kusimulia uweza wa Mungu. Hivyo ndivyo vitu Mungu anavitaka. Umuite Mungu, Mungu mwenye sifa, Mungu mwenye kustahili heshima. Taja majina yote ya Mungu, taja uwezo wa Mungu, taja kila kitu ambacho unajua Mungu amekifanya. Mungu anakaa katikati ya sifa. Biblia inasema Mungu hukaa katikati ya sifa za wanadamu. Kwa hiyo unashangaa mambo yako mengine yanajibiwa hata kabla hujayaomba mbele za Mungu, kwa sababu umevuta uwepo wa Mungu. Kwa sababu Biblia inasema yeye anakaa katikati ya sifa za wanadamu. Kwa hiyo unavyosifu matendo ya Mungu, unavyosifu kazi zake, unavyoelezea jinsi alivyofanya kwa familia, unavyoelezea jinsi alivyofanya kwa kanisa la Mungu, unavyoelezea jinsi alivyofanya uumbaji wake, siku 6 alizozifanya, akafanya afu akapumzika, akaumba mbingu na dunia, akaumba vinavyoruka angani na vinavyotembea nchi kavu na vinavyoishi ndani ya maji, ukayasimulia makubwa ya Mungu, ukaeleza uwezo wake. Mungu anasikia kuwa na furaha. Anasikia kuwa na furaha. Anajiona yeye ni Mungu ambaye akili yako imefika mwisho na ikasema kwa kweli huyu ni Mungu. Vitu kama hivyo vinavuta uwepo wa Mungu. Vinavuta hata kama hujaanza kutoa hitaji lako mbele za Mungu. Mungu anaanza kujibu moja kwa moja. Hata hujaomba lote, wewe umefanya kazi ya kumsifu tu, kueleza matendo makubwa ya Mungu.
Ndio maana nimesema leo tutajifunza na tutazungumzia jinsi ya kumwabudu Mungu. Sio lazima wakati wote tunapoomba tunapeleka mahitaji yetu mbele za Mungu. Hapana. Wakati mwingine tunatumia muda wa kumpamba Mungu, wa kumsifia jamani, kumsifia. Si unaona mifano hata kwa watoto wetu tulionao. Siku ukimsifia mtoto kwa kazi aliyofanya, unaona jinsi anavyoreact, anakuwa na furaha, anajisikia kuaminiwa, anasikia kwamba na mimi najulikana katika hii nyumba, mimi ni nani. Kitu kadogo tu mtoto akifanya ukasifu, inainua sana hali ya mtoto kujitambua yeye ni nani katika mahali pale, au katika nyumba, au katika shughuli ambazo amepewa kufanya. Kadhalika na Mungu wetu hivyo hivyo, anasikia furaha tunapoabudu. Anajibu maombi katika wakati wa kuabudu. Anajibu na anatenda wakati wa kuabudu. Kwa hivyo jamani, tunaomba tuabudu katika roho na kweli. Tuyataje na kuyasimulia matendo ya Mungu. Si katika kuiga tu kwa sababu tumeambiwa tuabudu basi unainua mikono, na kuna tabia zingine watu wanasema kwamba ukiinua mikono na kufumba macho na kuomba kwa sauti ya chini, hapo ndio unamuita Mungu. Mungu haigizwi jamani, yani hakuna kitendo cha maigizo katika kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu ni halisi na ni reality, ni halisi. Unaabudu kutoka ule moyo wa ndani, katika ule moyo wa ndani, jinsi unavyosimulia uweza wa Mungu. Ni kama unavyosimulia jinsi mume wako anavyokupenda, kama unavyosimulia jinsi ulivyopendana na mume wako kabla mjaoana, jinsi mlivyokuwa mna mapenzi, mnaongea. Haipiti siku mmepigiana simu, haipiti siku mmeandikiana message. Yaani unaona ameujaza moyo wako na yeye anaona ameujaza. Haoni shida kuongea na wewe mara 20 kwa siku. Haoni shida kuongea mara 30 kwa siku. Kwa sababu nini? Moyo wake umekujaa wewe na wewe umejaa kwake. Hiyo aina ya relationship ya namna hiyo ndio inatakiwa katika mtu na Mungu wake. Mungu sio kwamba unamwendea tu wakati una shida. Mungu anasikia raha ukimpamba wakati unajaribiwa, ukimpamba wakati unaumwa, ukimpamba wakati wa mahitaji ya kifamilia. Elezea mazuri ya Mungu, elezea mambo yake, elezea alivyokupitisha katika janga lile, elezea alivyokuvusha katika mito ile, elezea. Utaona jinsi Mungu anavyojibu maombi yako bila hata kuanza kuomba. Muinue kwa nyimbo za sifa, muinue kwa nyimbo za kumwabudu. Biblia anasema kule mbinguni wazee 24 wanainama na kuinuka wakisema wamestahili. Wanainama na kuinuka wakisema wamestahili. Usione haya kumwabudu Mungu. Wakati mwingine tuko katika ibada zetu za kawaida, mchungaji anaimbisha au wanakwaya au wenye bendi wanaimbisha nyimbo za kuabudu. Mtu mwingine yuko tu na mikono mfukoni anatingisha. Yaani anatingisha kichwa, hayupo kabisa pale. Na huyo mtu anategemea kuhudumiwa na Mungu. Tunapokuwa na sifa na kuabudu katika ibada, tuwe katika hali ya kuabudu kikweli bila unafiki. Yaani una meditate, unaita uwepo wa Mungu. Mungu kuu wako uko hivi, unasimulia matendo ya Mungu, unaabudu, ndipo Mungu anasogea. Mungu anasogea katika kuabudu. Mungu anasogea. Katika hiyo hali Mungu ambapo amekwisha kusogea, ndipo tunaingia katika ule mstari wa pili, mstari wa 10 unasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mungu akishasogea, umeita uwepo wake, mapenzi yake yatimizwe mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Ile mtiririko wa maombi unaanza kuonekana bila wewe kuhangaika kutafuta cha kuomba. Kwa sababu tayari umekwisha kuinua ukuu wa Mungu, tayari umekwisha kuyainua matendo ya Mungu, umekwisha kuziinua juu kazi za Mungu, umemuinua Mungu juu. Kwa hiyo mtiririko wa maombi unaanza kuja moja kwa moja. Taratibu unajikuta hii mstari wa 10 kwamba mapenzi yako yatimie, unaanza kuyasema mapenzi ya Mungu moja kwa moja bila kustruggle, bila hata kuhangaika. Maombi yanaanza kutiririka kwa sababu Mungu amekwisha tembea katika eneo lako la maombi. Kituo chako cha sala lazima kiwe na uwepo wa Mungu. Mungu akishakitembelea kituo chako cha sala, ni lazima Mungu atayajibu maombi yako katika jibu la namna yoyote ile. Mtu mwingine anasema kituo changu cha sala yani kanisani au wapi? Ninamaanisha kituo chako cha sala ni moyo wako wa ndani. Je, ukoje na Mungu? Uko wazi kuisikia sauti ya Mungu? Uko wazi kuisikia sauti ya Mungu? Hicho ndio kituo chako cha sala. Communication yako na Mungu inaendaje katika kituo chako cha sala? Maana kituo cha sala ndipo Mungu anajibu maombi yako. Ni lazima ujifunze kuisikia sauti ya Mungu na kujua huyu ni Mungu amejibu maombi. Kwa sababu uwezo ukaomba tu ukaondoka bila kuwa na utulivu kusikia kama Mungu amejibu.
Ndio maana kila siku unaweza kujikuta unarudia ombi lile, kumbe Mungu aisha kujibu zamani, lakini hauna utulivu. Ukakaa ukampa Roho Mtakatifu nafasi akazungumza, ukapata majibu ya maombi, au ukapata maelekezo ya lile jambo ulokuwa unaliombea, kwamba fanya hivi katika hili, ili acha, ili fanya. Mungu anaojiana na sisi kama tunavyojiana sisi kwa sisi, ndugu jamaa na marafiki kabisa. Mungu anaojiana na sisi. Mfanye Mungu awe rafiki yako. Mfanye Mungu, usimuogope Mungu kwa kiasi cha kuwa na hofu inayozaa matunda ya dhambi. Hofu ambayo inatakiwa katika maisha ya mwili ya muamini ni ile hofu ya kuogopa kutenda dhambi, lakini sio hofu ya kuwa karibu na Mungu. Mungu ni rafiki yetu, ni baba yetu. Ni kama vile baba yako wa mwili. Huwezi kuogopa kuzungumza jambo na baba yako, kwa sababu ni baba yako, ni mzazi wako, yuko tayari kukusikiliza. Na Mungu kadhalika vile vile yuko tayari kutusikiliza. Hojiana naye. Lakini kabla ya kuhojiana naye, vuta uwepo wa Mungu, simulia makuu yake, na pia utembee katika hali ya utakatifu kila wakati, ili Mungu awe na ana flow kila wakati unapoomba na kila unapozungumza naye, uwepo wake uwe tayari, uko available, uko tayari, hauhangaiki. Sio unaingia kwenye maombi unapiga miayo mpaka unasinzia. Wakati mwingine tunaita maombi ya kamba mguuni, unaabudu, unafunga viatu, ndio unapanda gari unaondoka, unaenda kwenye shughuli zako. Hata hujajua maombi yameishiaje. Hapana, lazima tuwe na quality time, muda ambao unakuwa na maana zaidi mbele za Mungu. Sio unalipua tu. Mungu hataki kulipua. Mungu hataki kulipua. Anataka tuwe na utaratibu ambao unaeleweka. Ni Mungu wa utaratibu jamani. Ni Mungu wa utaratibu, hataki mzaa. Mungu ni wa utaratibu. Ndio maana alifanya kazi siku 6, siku ya 7 akapumzika. Siku ya kwanza alifanya hiki, siku ya pili, siku ya 3 mpaka akamaliza. Kadhalika na maisha yetu ya wokovu, tunapoamua kuabudu ni lazima tujue kama tunafanya nini. Tunaabudu je? Tunazungumza nini tunapokuwa katika kipindi cha sifa na kuabudu? Tunajiwakilisha vipi mbele za Mungu? Ikiwa ni wakati wa kumchezea Mungu, mchezee. Mchezee Mungu. Unaweza ukapata uponyaji wako wa mwili kama una magonjwa katika kucheza mbele za Bwana.